عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Ndugu zangu katika iman, leo ni Jumaa ya mwisho ya mwezi wa Rajab. Hivyo ni kusema baada ya siku chache insha Allah tutaingia katika mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni mwezi wa 8 katika kalenda yetu ya Hijri, kalenda ya Kiislamu. Ni mwezi ambao unakuja kati ya Rajab na Ramadhan. Ni mwezi ambao inakuwa ni maandalizi ya kuipokea mwezi wa Ramadhan. Tunatoka kwenda kumtembelea Usama ibn Zaid. Nani huyu Usama ibn Zaid? Usama ibn Zaid anajulikana al-Hibb ibn al-Hibb li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa anajulikana kuwa ni mpenzi, mtoto wa mpenzi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usama na babake walikuwa ni wenye kupendwa sana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kiasi ambacho Usama huyu alipokuwa na umri wa takriban miaka 17-18, Rasulullah alimchagua kuwa ni komanda wa jeshi la Waislamu. An Abu Sa'id al-Makhburi asema قال حدثني أسامة بن زيد. Abu Sa'id al-Makhburi asema kwa Usama ibn Zaid alimwambia, qultu ya Rasul Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Usama ibn Zaid alimwona Rasulullah kuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa pekee ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga mwezi mzima kamili, ni mwezi wa Ramadhan. Baadhi ya miezi yote mingine hakuwahi kufunga mwezi kamili. Sasa katika hiyo miezi inayofuata baada ya Ramadhan ambayo mtume alikuwa akifunga sana, ilikuwa katika mwezi wa Shaaban. Usama ibn Zaid asema, nilimwambia Rasulullah, mjumbe wa Allah, sijapatapo kukuona ukifunga katika mwezi wote katika miezi kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban. Sijakuona Rasulullah kufunga sana kama unavyofunga katika Shaaban. Mtume akamwambia, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Mtume sasa anamjibu, anamwambia, huo ni mwezi ambao watu wameghafilika nao, huo ni mwezi ambao watu hawautilii sana maanani baina ya Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'im. Nao ni mwezi ambao hurufaishwa, hupandishwa ndani yake amali, matendo ya watu kwa Mola mlezi wa walimwengu, Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim. Na mimi, yani nami, yani yeye mtume, napenda zipandishwe amali zangu na hali niwe mwenye kufunga. Sababu ya kumfanya Rasulullah afunge sana katika mwezi wa Shaaban ni kwa sababu ni mwezi ambao amal za waja, amal za viumbe zinarufaishwa, zinapandishwa kwa Allah. Hivyo Rasulullah apenda
wakati ule zinapokuwa amal zinapandishwa, awe yeye yuko katika ibada ya saum. Hivyo mimi na wewe sasa, qudwa, mfano mema kwetu ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hivyo na wewe jitahidi katika mwezi wa Shaaban kufunga kwa wingi. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao amali zinapazwa. Ikiwa huwezi kufunga siku zote au kwa wingi, funga Jumatatu na Alhamisi, funga ayyamul bidh, tarehe 13, 14 na 15. Jitahidi ndugu yangu, huu ni mwezi katika miezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameonekana kuwa akifanya ibada. Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha asema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasum hatta naqulu la yuftir wa yuftir hatta naqulu la yasum وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. نكوomba ndugu yangu uniazime masikio umsikie ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha wa ardaha asema, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga hadi tukadhani kuwa hatofungua kamwe, yani waendelea tu kufunga, na alikuwa akiacha kufunga hata tukadhani hatofunga tena. Hutokea siku akafunga mpaka wakafikiria hatofungua tena huyu, na hutokea siku nyingine akawa iwada mpaka akawafikiria hatofunga tena. Sasa asema, وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان. نسيمون رسول الله صلى الله عليه وسلم akifunga mwezi mzima kama alivyokuwa akifunga Ramadhan. Mwezi wa pekee aliyokuwa akifunga mwezi mzima ni Ramadhan, na sijamuona akifunga mara nyingi ama akifunga sana kama alivyofunga katika mwezi wa Shaaban. Katika mwezi wa Shaaban Mtume alikuwa akifunga sana. Sasa katika mwezi huu wa Shaaban ni mambo gani ambayo yanapendeza kwa Muislamu ayafanye katika mwezi mtukufu wetu huu wa Shaaban? Tumesema kwanza as-siyam, utafunga Jumatatu na Alhamisi, utafunga ayyam al-bidh, inakurudia wewe. Kwanza kabisa al-ibtiadu an adh-dhunubi wal maasi. Jitahidi ndugu yangu sasa kujiepusha na madhambi, maasi, maovu. Ukipeleleza ndugu yangu huu ulimwengu ulivyo hivi sasa, kila kunapokuja wakati wa ibada tunaletewa mambo yatuweke mbali na ibada. World Cup inapoletwa yaletwa katika Ramadhani, ikawa mtu hana tena wakati. Na sasa kuna kitu sijui chaitwa Africa Cup sijui nini katika mwezi wa Shaaban. Kana nafsi yako ndugu yangu, mimi si alim, si sheikh kuweza kutoa fatwa katika masala ya mpira, lakini nataka tu ukae na mimi naangalia mpira, watu mapaja wazi, wale wanaocheza mapaja wazi, na mwangalia mimi dakika zisizopungua 90. Wakati ule wa dakika 90
mimi simdhukuru Allah, mimi nazungumza nafsi yangu, mimi simswalii Rasulullah, wakati ule mimi sisomi Qur'ani, lau malakul maut atatokea wakati ule, nini itakuwa hukumu yangu? Turudi kwa Allah ndugu zanguni, turudi kwa Allah. Alibtiadu an aldhunubi walmaasi, halafu watakthifu ltaa walamalu saliha. Jaribu kuongeza, kuzidisha, kutia mkazo na bidii sasa katika amali njema. Naam, pengine miezi iliyokupita ulikuwa mvivu kwa salatul fajri, ndugu yangu, la ilaha illa Allah, utakuja usiku lailatun la yuadhanu li salatul fajri, kutakuja usiku hakutoadhiniwa tena salatul fajri. As-salatu khairu min an-nawm itakuwa haifai tena kwako, utakuwa uko kaburini. Lailatun la yuadhanu li salatul fajri, utakapokuwa kaburini. Kwa nini hurudi kwa Allah? Zungumza na Allah, ya Rabbi, mimi nina uzito wa salatul fajri, na kuomba wewe Allah nipe himma ya mimi sasa kuja kukusujudia katika salatul fajri. Al-ikthar min ad-du'a, sasa katika mwezi wa Shaaban kathirisha dua ndugu yangu. Al-istighfar, leta istighfar kwa wingi ndugu yangu, leta istighfar kwa wingi. Al-Hasan al-Basri alikuwa na mzigo wake wataka kubebwa kupelekwa pahala, akamwita hamali, akimwita yule hamali akaubeba ule mzigo, sasa yuenda nao njia nzima, asema alhamdulillah astaghfirullah, alhamdulillah astaghfirullah. Al-Hasan al-Basri amfuata tu, alhamdulillah astaghfirullah, mpaka akamfikishia ule mzigo. Akamwambia, wewe huna dhikri nyingine ambayo waijua isipokuwa tu kusema alhamdulillah na astaghfirullah? Akamwambia, mimi nahifadhi nusu ya msahafu, lakini wakati wa kazi nje naleta tu dhikri mbili. Nasema alhamdulillah kwa amenipa uwezo naweza kufanya kazi, na nasema astaghfirullah yale madhambi ambayo sasa nayaona yaliyozunguka, namwomba Mwenyezi Mungu anisamehe, maana nayo yaona ya uchafu. Hizo siku za Hasan al-Basri, mimi na wewe leo tutasema nini? Alikuwa akisema alhamdulillah astaghfirullah, amshukuru Allah kwa neema na uwezo wa kubeba hii mizigo na uwezo wa kupeleka, lakini nasema astaghfirullah, haya madhambi ambayo nayaona mbele yangu. Almar'u baina dhanbin wa ni'ma, wewe na mimi, nje siku zote uko kati ya mambo mawili, kati ya dhambi na neema. Ukitoka hapa uko katika neema ya kutembea, uko katika neema wajua mimi nitakwenda nyumbani nitakula, uko katika neema pengine watoto wako, familia yako wako katika stara, na uko kati ya madhambi. Madhambi yametuzunguka, la yuslihuhu ghaira istighfarin min hadha wa shukrin ala hadha. Wataka kuweka mizani, mshukuru Allah kwa neema zote alizokupa, na leta istighfar kwa haya madhambi ambayo yanatukumba. Katika mwezi wa Shaaban, qiraatul Quran fi shahri Shaaban, mmoja katika waja wema ambaye aitwa Salama ibn Suhail alikuwa akisema, yuqal shahru Shaaban shahru al-qurra, mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kusoma Qurani. Na mwingine ilikuwa ikiingia Shaaban
alikuwa akisema hadha shahru lqura, huu ni mwezi wa kusoma Qurani. Utakapoanza sasa, itakapofika mwezi wa Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, utajikuta sasa uko tayari. Huu mwezi pengine umehitimisha mara moja, Ramadhani pengine utahitimisha zaidi. Anza mabadiliko ya nafsi yako, badilisha na ahli yako na watoto wako, waambie mwezi wa Shaaban ni shahru alqurra, ni mwezi wa kusomwa Qurani. Mmoja katika waja wema anayeitwa Amr bin Qais al-Mulai alikuwa ana duka, inapofika Shaaban hulifunga, watafaragha lilquran, akawa sasa anajishughulisha na kusoma Qur'an. Katika mwezi wa Shaaban tumesema at-tauba, tubu kwa Allah. Ndugu yangu, leta istighfar kwa wingi. Salamatul qalbi, kuwa na moyo msafi mweupe, moyo mwema. Haiwezekani huyu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe, itakuwa wewe wakosewa wewe tu na wewe hukosi. La, wewe utakosea watu na watu watakukosea, kama vile ambavyo wewe wataka kusamehewa na wewe samehe. Toa hizi shahna, kama tunavyosema siku zote. Wallahi, si udhalilifu, si udhaifu, si unyonge kuenua simu kumwambia ndugu yako nisamehe. Wallahi si unyonge. Sayyidina Umar alikuwa akisema, angalia huu mkono ndugu yangu, man tawadhaa lillahi hakadha rafa'ahu Allahu hakadha, anayenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu hivi, asijione kwa yuko duni, Allah humwinua akainua cheo chake. Ukijiona umemkosea mtu, enua simu, mwendee, mwambie bwana nisamehe. Jua kuwa Allah amemjalia ndugu yako aje aombe msamaha. Nifurahikie kuwa ndugu yangu ankuja, iwe ni funzo, na mimi pia ukosa, iwe waweza kumwambia la, tusameheane, kullu ibn adam khata. Anza sasa, mwezi wa Shaaban huwaingia. Salamatul qalb, toa, samehe. Kaa unapoinuka katika qiyamul layl, vile unavyomwomba Allah akusamehe, muahidi Allah, zungumza na Allah, mwambie ya Allah, kama ninavyokuomba mimi unisamehe, na mimi nakuahidi ya Allah nimemsamehe kila aliyenikosea kwa siri na udhahiri, kila aliyenisengenya ya Rabbi mimi namsamehe. Nyumbani umeishi wewe kama mzazi, kama baba, ushawahi kukaa wewe na ahli yako, mkeo, mamake, watoto wako, mshawahi kukaa ule ushujaa wako wote ukauteremsha chini, ukamwambia ahli yako, mamake, watoto wako, nakuja, nataka tusameheane. Huu umri tulioishi mimi na wewe tumekoseana, ndiyo, lakini na mimi nimekosa na kuomba msamaha. Ishawahi kukupitikia hilo? Na utakapokuwa na nia, Iblisi atakuja atakwambia, vipi wajidhalilisha mbele ya mke? Hujidhalilishi mbele ya mke, wajirifaisha wewe mbele ya watoto wako. Kaa na ahli yako, mwambie mimi ninakusamehe kwa lolote ulilonikosea, na nakuomba na wewe unisamehe. Anza ukurasa mpya mwezi wa Shaaban kabla ya Ramadhan. Tunasema siku zote,
liko jambo zuri ambalo linatokea mara nyingi. Hufa ndugu yetu, jeneza likaletwa, akainuka mtu mwema akazungumza mazuri, halafu akusema ndugu yenu huyu sasa yuende mbele ya haki, ikiwa amemkosea yoyote tumuomba amsamehe, jambo zuri. Kwa nini ungoje mpaka wakati huo? Kwa nini wewe na wewe husamehe sasa? Kulu insha Allah, kutoka sasa samehe. Katika mwezi huu kathirisha dhikrullah na dua. Katika mwezi huu as-salawatul khams, ndugu yangu, swala 5 kwa jamaa ziswali. Fajri ile takbiratul ihram ifanye kwa utaipata. Dhuhuri, asri, hakuna pahali imeambiwa kwa sharti uswali msikiti fulani. Msikiti wowote wa anna almasajida lillahi. Adhuhuri kwa kazini, msikiti wa karibu nenda kaswali. Al-asri, maghrib, isha. An-nawafil, swala za qabliya na ba'diya. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, man salla lillahi 12 rak'a bana Allahu lahu baytan fil janna. Qabliyatul fajri rak'a 2 khairun min ad-dunya wa ma fiha. Unaswali wewe rak'a 4 qabliyatul dhuhri. Asri hakuna katika hizi 12. Maghribi iko baadia rak'a 2 na isha iko baadia rak'a 2. Witri, siku umejiona umeinuka usiku, inuka ndugu yangu. Ninakuja suala, mimi nishaswali witri salatul isha, nimelala usiku, nimekuja kuamka, naweza kuswali? Naam, waweza kuswali, lakini hutoswali witri. Witri haiswaliwi katika usiku mmoja mara 2. Utaswali kama rak'a 2 lillahi, halafu utaleta adhkar, utasoma Qur'an, utamsalia Rasulullah, utamuomba Allah. Kathirisha kumsalia Rasulullah katika siku hizi ndugu yangu, kathirisha sana. Tuliwahi kusema moja katika birrul walidain, kuwatendea vizuri wazazi, ni wewe kumsalia Rasulullah. Malaika anapokuwa iwatoka sasa kutukua swala zako na salamu zako, anapokwenda kwa mtume anamwambia fulani ibn fulani salla alayka ya Rasulullah, fulani ibn fulani yusallimu alayka ya Rasulullah. Unatajwa wewe na jina la babako. Hivyo katika jambo la kheri ni wewe kumswalia Rasulullah na kumsalimia Rasulullah. Unga udugu ndugu yangu, katika mwezi huu anza silatul rahim, kuwa msaidizi kwa sahibi yako, kwa ndugu yako, kwa jirani yako. Kathirisha kutoa sadaka. Al-islahu baina an-nas, ukijua kuna ndugu zako wameteta, ndugu yangu Muislamu, kuwa wewe ni msaidizi, sababu ya kuwapatanisha, kuwa ni msaidizi. Bali uongo waruhusiwa katika kupatanisha watu. Waweza kumwendea huyu ukamwambia hivi sasa natoka kwa sahibi yetu, akuomba msamaha, pengine hukoenda kule, bwana msamehe ndugu yako. Akishakubali wende na kwa yule wamwambia sasa natoka huko. Kuwa msaidizi katika kupatanisha watu. Usisahau musaadatul muhtaj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. قولوا جميعا استغفر الله. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu yangu katika imani, ukiangalia ibada zote, swala, saumu, hija, Allah anaamrisha wa aqimu salah wa atu zakah ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ni amri, sote unaamrishwa. Ama katika kumswalia Rasulullah, ameanza yeye mwenyewe jalla jalaluhu, asema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ameanza yeye jalla jalaluhu fauka 7 samawat kumsalia Rasulullah, akafuatwa na malaika wake, halafu inakuja amri kwetu sisi kumsalia Rasulullah. Mtume asema man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10. Pale unapomsalia Rasulullah sala moja, Allah anakusalia wewe mara 10. Sallu ala man ahabbana wa ahbabnahu duna an yarana au narahu. Msalieni Rasulullah ambaye ametupenda bila ya kutuona, na sisi tumempenda Rasulullah bila ya kumuona. Sallu ala Rasulullah alladhi yunadi yawm alqiyamati ummati ummati. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Latif, ya Quddus, ya Rahman, ya Rahim, ya Dhal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li jami'i mawta al muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinhum fil jannah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من الصالحين والصالحات. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ارحم موتاهم، اشف مرضاهم، اجبر كسراهم، أطعم جائعهم، أسقي عطشاهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.